Mkasa wa Ntuzu, sehemu ya pili. Kutoka toba hadi utukufu. Baada ya Ntuzu kuokoka na kuanza maisha mapya Bariadi, siku zake hazikuwa rahisi. Watu walimsikiliza kwa mshangao, wengine kwa mashaka, na wachache kwa dhihaka. Waliona mkono wake uliokatika, waliona mavazi yake ya kawaida, lakini hawakuona mapambano aliyopitia moyoni. Lakini Ntuzu hakurudi nyuma. Alijifunza kuishi kwa nidhamu. Kila alfajiri alikuwa wa kwanza kuamka kuomba. Kila jioni alikuwa wa mwisho kutoka kanisani. Alifagia kanisa, alibeba viti, alitembelea wagonjwa na alihubiri hata kama hakualikwa. Hakutafuta heshima, alitafuta mabadiliko. Kukua katika wokovu. Kadri siku zilivyopita, Ntuzu alianza kujulikana kama mtu mwenye unyenyekevu wa ajabu. Hakujiona bora kuliko wengine. Kila alipokuwa akisimulia historia yake, alisema, "Mimi ni ushahidi wa rehema, si wa haki yangu." Aliwafundisha vijana waliokuwa wamepotea. Aliwatembelea wafungwa magerezani. Aliwahudumia walevi, makahaba na watoto wa mitaani. Aliwaona kama alivyojiona mwenyewe zamani. Upendo wake ukaanza kuigusa jamii. Watu waliokuwa wanamwogopa jana walianza kumpenda leo. Mapenzi ya kweli. Siku moja, Ntuzu alikutana na msichana aitwaye Sarah, muuguzi aliyekuwa akijitolea katika kituo cha afya cha kijiji. Sarah alimsikiliza Ntuzu akihubiri kwa mara ya kwanza na macho yake yakajaa machozi. Baada ya ibada, alimfuata. "Hadithi yako imenigusa," alisema kwa sauti ya upole. Ntuzu alitabasamu kwa unyenyekevu. "Ni hadithi ya Mungu, si yangu." Walizungumza mara nyingi. Walishirikiana maombi, huduma na ndoto. Sarah hakumwona Ntuzu kama jambazi wa zamani, bali kama mwanaume aliyepitia moto na kutoka kama dhahabu. Mwaka mmoja baadaye, Ntuzu alimvisha pete. Harusi yao haikuwa ya kifahari, lakini ilikuwa ya upendo. Jamii nzima ilihudhuria. Watu walilia kwa furaha kuona mtu aliyekuwa alama ya giza sasa akiwa ishara ya nuru. Familia ya mfano. Katika ndoa yao, Ntuzu na Sarah waliishi kwa heshima, maombi na mazungumzo. Hawakujenga nyumba kwa fedha nyingi, bali kwa amani. Walipata watoto wawili, mvulana na msichana. Ntuzu aliwalea kwa upendo aliokosa utotoni. Aliwaambia, "Baba yenu alikuwa giza, lakini ninyi mtakuwa nuru." Alifundisha watoto wake kusamehe, kusaidia na kuogopa Mungu. Jamii ilianza kuwaona kama familia ya mfano. Safari ya elimu ya uchungaji. Ntuzu aligundua kuwa wito wake haukuwa tu kuhubiri mitaani, bali kuongoza kwa maarifa. Alijiunga na chuo cha Biblia. Haikuwa rahisi. Alisoma kwa mkono mmoja, aliandika polepole, lakini hakukata tamaa. Wenzake walimcheka mwanzoni, lakini baadaye walimheshimu. Alikuwa wa kwanza kuingia darasani na wa mwisho kutoka. Alisoma usiku, aliomba mchana. Baada ya miaka kadhaa, alihitimu kwa matokeo ya juu. Siku ya mahafali, alisimama mbele ya watu na kusema, "Kama mtu aliyekosa kila kitu jana ameweza kusimama hapa leo, basi hakuna mtu aliyepotea kabisa." Watu walishangilia kwa machozi. Kupandishwa kuwa mchungaji kanisa lilimtambua Ntuzu kama mchungaji rasmi. Alipangiwa kusimamia makanisa madogo ya vijijini. Alitembea kwa miguu, kwa pikipiki na wakati mwingine kwa magari ya watu wema. Alihubiri si kwa sauti kubwa, bali kwa moyo mkubwa. Kanisa lilijaa watu waliotaka mabadiliko, si miujiza tu. Kuitwa askofu. Baada ya miaka mingi ya huduma ya uaminifu, kanisa lilifanya uchaguzi wa askofu wa jimbo. Majina mengi yalitajwa, lakini jina la Ntuzu lilirudiwa zaidi.
Watu waliona unyenyekevu wake, uaminifu wake, familia yake ya mfano, huduma yake kwa jamii na ushuhuda wake. Ntuzu alipiga magoti mbele ya madhabahu na kulia. Sijawahi kuota kuwa jambazi wa jana angekuwa askofu wa leo. Aliwekwa rasmi kuwa askofu wa Bariadi. Askofu na jamii. Akiwa askofu, Ntuzu hakubadilika kuwa mtu wa vyeo. Aliendelea kuishi kwa unyenyekevu. Aliendesha miradi ya kuwasaidia vijana waliopotea, kuwasomesha yatima, kusaidia wafungwa waliotoka gerezani, kusaidia wajane na maskini. Alisema, kanisa lisipogusa jamii halijamwakilisha Mungu. Kukutana na Mwanza. Siku moja, Ntuzu alialikwa Mwanza kuhubiri. Alisimama pale pale alipowahi kuogopwa. Sasa alisimama kama askofu. Watu walilia. Wengine walimkumbuka, wengine walishangaa. Alihubiri kwa sauti ya upole. Nilikuwa giza hapa, lakini Mungu akanigeuza kuwa nuru. Leo, jina la Ntuzu halitamkwi tena kama jambazi, bali kama askofu, mhubiri mkuu, baba wa familia na mtumishi wa jamii. Hadithi yake ikawa somo. Hakuna maisha yasiyoweza kubadilika. Hakuna dhambi isiyoweza kusamehewa. Hakuna mtu aliyechelewa kuanza upya. Na Ntuzu akaishi si kama kumbukumbu ya jana, bali kama ushahidi wa leo na tumaini la kesho.